Dada Naomi, kwanza ni kushukuru mno kwa wewe pamoja na moderators wengine na wenzangu ambao siku zote tunakuwa hapa kusukuma ili gurudumu. Ninajua kwamba Tanzania sasa hivi tuko kwenye wakati ambapo kila mwenye sauti anatakiwa azungumze. Kila mtu mwenye sauti anatakiwa apaze sauti. Kila mwenye mchango, uwe ni wa mawazo, uwe ni wa muda, uwe ni wa pesa, yoyote ule, mchango wote ule, ni wakati wa kila Mtanzania kujitokeza. Na nasema hivi kwa sababu najua wakati watu walikuwa wanagombea uhuru, ukifuatilia kwa mfano historia ya Mwalimu Nyerere, yani watu walijitolea vitu vingi sana. Kuna watu ambao walibidi hata umnunulie suti, wakamwambia itabidi uvae hii suti wakati unapokwenda huko Uingereza. Kuna watu ambao ilibidi wampe hela ya chakula, apewe hela ya chakula ili aweze kuendelea na harakati na kuwa anakula chakula vizuri, afya yake isidhoofike. Kuna watu ambao walimpa magari, tena mwingine ni ndugu yangu kabisa, yule mzee alimpa gari ili aweze kuitumia kuzunguka wakati wa kuomba kupigania uhuru. Watu kama kina Mengi ambaye ni kaka yake na Reginald Mengi, kina Litira Mengi, walifanya kazi kubwa ya kumpa pesa, kutafuta fedha kutoka kwa watu wengine matajiri ili waweze kumchangia Nyerere aende akagombea uhuru. Kwa hiyo kila mtu wakati wa kupigania uhuru somehow aliplay a role, alifanya wajibu fulani, huo wajibu ambao ndio uliosababisha Mwalimu Nyerere pamoja na kundi lingine la watu wako frontline walikuwa wanaitwa wasikati tamaa wala sirudi nyuma na wala wasitindikiwe katika harakati zao za kupigania uhuru. Kwa hiyo Tanzania wakati huu umefika ambapo kila mtu sasa hivi mwenye sauti azungumze, mwenye fedha atoe, mwenye mchango wa mawazo aseme. Yani kila mtu anabidi a play role yake sasa hivi, kwa sababu it is only then tunaweza kuunganisha nguvu zetu pamoja na wajibu wetu mmoja ukawa mmoja, tukaweza kulikomboa taifa letu. Kwa hiyo ndio ninafikiri ni wahamasisha wa Tanzania tulioko hapa, na msitishwe. Kuna watu kuna vitu naviona vinaendelea huku na huku, mara tukisema hivyo wengine wanakuja kucounter mawazo yetu, wanasema sisi ni wasaliti, wanasema wengine sisi ni watu tu ambao tunakuwa influenced na sauti za nje. Wanasema wanao tusupport kutoka kimataifa ni watu ambao wanaionea wivu taifa letu. Nataka niwaambie kwamba msitishwe na hivyo vitu, kwa sababu katika harakati zote zile wasaliti ni lazima wawepo. Kikubwa tu ambacho tunatakiwa kujiuliza ni kwamba wasaliti tutawafanya nini tutakapokuwa tumelikomboa taifa letu. Lakini kwa sasa hivi tusifocus kwenye wasaliti, tufocus kwenye cause, tufocus kwenye lengo letu ambalo ni kulikomboa taifa letu. Wasaliti tutadili nao wakati tutakapofika. Ni vizuri kuwaweka, tunasema Kiingereza, ni vizuri kuwaweka at the back of our mind, kwamba tusiwasahau, lakini wasio wao ndio kipaumbele chetu kwa sasa hivi. Sasa hivi kipaumbele chetu kwa ni kusimama kwenye nafasi yetu kwenye kulikomboa taifa letu. And then there is a day tutatoa speech kama ile ya Malema aliyotoa kwenye mazishi ya Winnie Mandela, ile ya mama they are here. Kuna siku tutakuja tutasimama tutasema Tanzania, Mwaipopo yuko hapa. Yule Mwaipopo aliyosema sisi ni wasaliti, yule Mwaipopo aliyosema kwamba watatunyakua kama popo, yule alisema kwamba watatutahiri bila ganzi. Tutasimama siku moja hadharani na tutasema kwamba Mwaipopo is here. And then tutakuwa tunawauliza Watanzania, tuambieni tumfanye nini Mwaipopo na kikundi chake. Bahati moja nzuri, wale wote ambao walisimama kuonyesha sura zao, kuonyesha kwamba wako upande wa Mwaipopo, sura zao zipo na wengine tunawafahamu tena mpaka kwa majina, wengine tumefanya kazi tumewajua mpaka majina yao na wanatoka wapi. Wengi wao wale ni vijana wa Magomeni na Kinondoni, wanajulikana. Kwa hiyo tutakuja Tanzania tusimame siku moja tu waulize na tuulizane, Mwaipopo na kikundi chake wako hapa, tufanyeje? And then tukishaulizana tutapeana majibu ya kwamba tufanyeje. Kama watawekwa makaburini tutajua,
Kama tutakwenda nyumbani kwao kwenda kuwazomea, tutajua chochote kile ambacho kama Watanzania watakubaliana kuwatenda wasaliti, watu watajua tufanye nini. Kwa hiyo hilo hao watu kama hao wasitutoe kwenye reli, kwa sababu katika kila mapambano wasaliti lazima wapo, na wasaliti lengo lao ni kukuondoa kwenye malengo yako. Kwa hiyo utakiwa wewe kuondoka kwenye malengo yako, lakini pia utakiwa kuwasahau kwamba wapo, na kwamba ukishatimiza lengo lako, ukifocus ukatimiza lengo lako, utarudi baadaye kuja kufikiri sasa ushughulike vipi na msaliti. Kwa hiyo ndio mtazamo wangu wa kwanza kwa siku ya leo. Kwa hiyo niseme kwa wale wote tulioko hapa, tusijidogoshe hata kidogo. Kila mmoja wetu, whether unasikiliza, whether unapanda juu unazungumza, whether unachangia tone hata la Chadema, nafasi yako ni kubwa na ni muhimu, na it is counted, inahesabiwa na inahesabika. So let's unite together, let's stand together. Vita yetu sasa hivi inaonekana kama vile inakuwa na uzito, inakuwa na ugumu, lakini nataka niwaambie Watanzania tuko karibu na ushindi kuliko tulivyoanza. Tulivyoanza mambo yalikuwa ni magumu, hata hakuna mtu aliweza kudhani kwamba tungeweza kufika mahali hapa kwenye level ya advocacy inayofanyika sasa hivi ndani na nje ya Tanzania. Lakini as of now tumeshafika mbali sana, kiasi kwamba tukiachia sasa hivi ni kama mtu ambaye goli liko wazi, alafu ukapewa mpira upige, alafu ukaacha kupiga mpira ule golini, ukaanguka chini au ukafanya vyovyote vile, utakuwa umejikosesha nani bao la ushindi dakika za majeruhi. Kwa hiyo tusiache kabisa Watanzania, wala tusikate tamaa. We are closer to our victory kuliko wakati ule. My personal reflection kuhusiana na kwamba tuko wapi. Kwanza nataka niwaambie, kama ambavyo mnafahamu, tulipotangaza tu maandamano haya tarehe 7 mwezi wa 7, watu walianza kutoka, tukaona magari ya polisi, tukaona sijui nini wamejipanga barabarani na mitutu na nini. Mimi nimekuwa nikifuatilia on what is happening on the ground, nikagundua kwamba as of now zile statement za kipolisi ambazo zilikuwa zinatolewa kwa ajili ya kutishia watu sasa hivi hazipo. Na hazipo kwa sababu gani? Hazipo kwa sababu nobody wants to go to jail at the end of this thing. Watu wameshagundua kwamba sasa hivi watu wanawekwa alama, watu wanatajwa kwa majina yao, watu wanawekwa spare, na watu wako mbioni kushtakiwa kwenye vyombo vya kimataifa na vya ndani. Kwa hiyo sasa hivi hakuna mtu ambaye anataka for the sake of matumbo ya watu wachache yeye ndo awe mbuzi wa kafara. Kwa hiyo people are careful at the moment, na ndio maana usikii sana matamko unayoyasikia ni kama watu wajinga kama Chalamila, ambaye kwa kweli he's always been an idiot. Siku zote tu amekuwa ni mtu ambaye si katika hala ukombozi wa taifa letu tu, lakini hata katika masuala ya msingi ya haki za watu amekuwa ni mtu ambaye kauli zake zina uozo mwingi. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye kwa kweli ningesema kwa mimi is not significant, na pengine labda tumpuuze kabisa, lakini wale watu wote wenye akili ambao wana power, umsikie hata mmoja akizungumza jambo la msingi. Na hawataki kuzungumza kwa sababu they've seen the consequences, kwamba mwisho wa siku haitaishia na tamko tu, wala haitaishia na kubeza Watanzania wala kuwaumiza Watanzania. It is going to go a little bit far, na huo umbali it's not too far, sio mbali sana, kwa sababu inavyoonekana we are closer to people being arrested. Tuko karibu sana na kamata ya wauni wote, kama Polepole alivyosema, tuko karibu sana na kamata ya wauni kuliko wakati mwingine wowote ule. Kwa people are careful. Hasa badala yake wanafanya nini? Wana engage vikundi vya watu wahuni, raia wa kihuni huko mtaani, kina Mwaipopo. Ndio ambao wanavalishwa sasa hivi vilemba vya kuzungumza ujinga. Halafu wanasahau kwamba kina Mwaipopo they can never be excluded kwenye they are not in isolation, our function in isolation. Na namaanisha nini wasema they function in isolation? Namaanisha kwamba kwa mtu, na bahati moja mbaya sana
Kwa mfano mtu kama Muliro juzi aliulizwa na mwandishi wa habari, kuna hao kina Mwaipopo wanasema oh this what they are saying, lakini hatujaona ukiwakamata wala kuwachukulia hatua yoyote. Yeye Muliro anafikiri kwa sababu ya ufupi wa ufahamu wake, anafikiri lile swali lilikuwa ni swali tu la kawaida. Lile swali lenyewe tu ile ni ushahidi kwamba polisi walikuwa aware kuhusiana na uwezekano wa watu kushambuliwa wakati wa maandamano, and they never took any action, na wakufanya jambo lolote lile. Na inaction is actually a criminal offense. Wakati ambapo unaona kuna uwezekano wa kuvunjwa watu, kikundi cha watu kinataka kuvunja haki za raia, alafu wewe una mamlaka na huchukui hatua yoyote, maana yake ni kwamba umekaa upande wa kile kikosi kinachovunja haki za raia. Na kwa kufanya namna hiyo, you can actually be held accountable. Unaweza ukatuhumiwa na eventually ukatiwa hatiani. Kwa lile swali lilikuwa kwanza lilikuwa lina confirm kwamba Murilo bado yuko in charge wa Dar es Salaam. Jambo la pili ni kwamba ana juu ya kikosi hiki cha huyu muuni. Lakini jambo la tatu kwamba hana intention yoyote ya kuchukua hatua. Those are the three critical issues ambazo ile swali lilikuwa lina establish. Nafikiri mwandishi wa habari kama yule alijitokeza tu pale hadharani kuuliza bila kuwa na ufahamu wa kutosha na bila kuwa properly informed kwamba atatakiwa aulize nini akikutana naye kuhusiana na hicho kikundi. Kwa hiyo kwa kujibu vile alivyojibu, nako asifikiri kwamba alidodge swali la msingi. Hapana, badala yake alijikaanga na by responding to the way alivyorespond. Na wasipo respond kutoa mwelekeo kamili kuhusiana na wao kuto kufungamana na hicho kikundi na kuwakamata wale wahusika kwa sababu wako hadharani, then it is a problem. If anything happens kati ya hiyo tarehe 1 mpaka tarehe 7 alichokuwa amesema wanataka kufanya, then there will be an issue and he will be one of the people who need to respond kwenye baadhi ya hayo mambo. Kwa hiyo people needs to be aware, wasifikiri kwamba tuna function tu kijinga. People needs to be very aware kuhusiana na nini kinatokea Tanzania, na ni nani wako fronti, ni nani ni accomplices, ni nani wanasaidia hayo mambo kutokea, na kwamba eventually watashughulikiwa vipi should anything go wrong. Haya ni mambo ambayo nimeona ni aseme ili waweze kujua kwamba we know we are following, na hakuna silaha iliyowekwa chini mpaka sasa hivi. We have them all the table, na wananchi wa Tanzania wanataka mabadiliko. Na hakuna mtu wala kitu wala chombo chochote kile kitakachoweza kuzuia mabadiliko hayo ambayo Watanzania wanayataka. Kwa hiyo nafikiri tuendelee kuhamasishana, na hasa watu waliopo on the ground tuendelee kuchukua hatua. Sisi diaspora we need together, tunatakiwa kufanya maandamano yetu pia ya amani kwenda strategic areas. Kwa mfano ni vizuri wao kwa ajili ya kwenda kuandamana kuhusiana na mambo kadha wa kadha, including kuendelea kuwaunga mkono discussions zinazoendelea huko EU, kuhusiana na discussions zinazoendelea huko EU na sanction ambazo wanataka kuchukua dhidi ya Tanzania. It's very important and critical kwamba hilo liwe miongoni mwa vitu ambavyo vitafanywa kazi. Lakini at the same time nimeona kuna nchi ambazo individually from Europe ambazo zinafanya mambo ambayo yanakuwa quite counterproductive na demand zetu. Kwa mfano niliona serikali ya Ujerumani wametoa about 7 billion kwa Tanzania kwa ajili ya miradi nafikiri wa afya na maji. Whereas we agree kwamba kusaidia Watanzania ni muhimu sana, na kwa kweli humanitarian services lazima ziendelee, lakini at a critical time kama hivi kumsupport mtu ambaye amejiweka madarakani illegitimately ni sana kumwambia unamuunga mkono kwa vitu alivyofanya. Na Ujerumani bahati moja mbaya, German, they've always been very controversial kwenye masuala yanayohusiana na Tanzania. Kwa mfano, wakati ambapo watu walikuwa wana advocate sana kuhusiana na uhamishwaji wa watu Ngorongoro, a lot of funds ambazo zilikuwa zinasaidia serikali
kuhusiana na kutekeleza operations zilizo zinaendelea kule kwao. Kuhusiana na kutekeleza operations zilizo zinaendelea kule kwao, ziko zinatoka Ujerumani. It is German entities ndio zilikuwa zina support government kwenye a lot of those initiatives ambazo tulikuwa tunazipigia kelele. Kwa hiyo it is a high time pia ku-identify na ku-isolate baadhi ya haya mataifa ya Europe ambayo yanafanya vitu ambavyo vinakuwa counterproductive na effort zetu, na kuzisema hadharani, kusema kwamba we are unhappy with what you are doing, na what you are doing has a negative consequences kwa upande wa Tanzania. Na sisi wa Tanzania ndio tunaozungumza, ambao mwisho wa siku tunapata hizo huduma, na tunasema kwamba you should stop, kwa sababu when you do that is illegitimate government, lakini at the same time unatoa without any condition, na at the same time wanaokwenda kuzitumia vibaya ni hao nao hapa hizo fedha, na wanazitumia kujibragi kwa community kwamba they are the ones who are doing, whereas they are not the ones who are doing. Kwa hiyo lazima tu highlight hivi vitu na kuziambia serikali hizi za Ulaya ambazo mpaka sasa hivi zina act in isolation, kuziambia they must heed of the EU, na wasiende kwenda kudistract movement ambayo tayari imeshakuwa built up kwa Tanzania. Hilo ndio swala la msingi. Najua kabisa juzi Mama Nandi na Ndemtupo kutoka Namibia alikuja Tanzania. Watu wengi wanafikiria kwamba alikuja tu coincidentally, lakini we know kwamba ametumwa na female leaders wa Africa kuja kumwambia Samia she must back off kwenye vitu vibaya ambavyo vinaendelea Tanzania, na kwamba they are not supporting her. They are not supporting her. Na hii movement ilianza tangu walipokutana Addis Ababa, ambapo Samia hakutambulishwa kabisa kama wake wa Tanzania au marais ambao wameshinda uchaguzi kuingia katika awamu hii ya AU, lakini mama alitambulishwa alitambulishwa, na baadaye kwenye caucus zote zile za female leaders wa Africa, Samia alikuwa isolated, was never invited. But eventually walituma baadhi ya watu, kama mnakumbuka Helen Sirleaf Johnson kutoka Liberia alitumwa Tanzania kwa ajili ya kuja kuzungumza na Samia, kumwambia she must act more properly kuliko ambavyo sasa hivi amechafua image ya viongozi wa wanawake wa Afrika. Kwa hiyo follow up yake ni mama huyu kutumwa sasa kuja kuambiwa kwamba she needs to have more engagement na more engagement na Tanzania kuhusiana na role ya Samia katika masuala yote haya ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Kwa hiyo that was the discussion. Watu wanafikiri kwamba alikuja tu for a normal visit. No. Watu wanafikiria tu kwamba engagement yake ilikuja tu by chance. Hapana, it is a follow up, na people are not sleeping. Na engagement nyingine zinafanywa tu kwa niseme ni silent, lakini zenye impact kubwa sana. Na kama wa Tanzania we should not sleep. Lazima tuendelee kupaza sauti zetu, lazima tuendelee kupiga kelele kuhusiana na haya yote yanayotokea na engagement zote zinazoendelea. We must be at the point where we can stand in solidarity na kutoa support zinazotakikana kwa kila movement na kwa kila engagement ambayo inaendelea katika nchi yetu. Kwa hiyo nilitaka niseme hayo. Yako mengi sana ambayo nilitaka kuzungumza kwa sasa hivi. Kuna mtu mmoja ameniambia, and I think I shall come back to this baadaye kidogo, kuhusiana na there is a very deep discussion inayoendelea kuhusiana na kuachiliwa kwa Tundu Lissu. Na as of now watu wanafikiria kwamba the only thing kitakacho diffuse tension na diffuse
analipa, nataka kuconfirm nani confirm. We are informed kwamba watu wanategemea the only thing that can diffuse the tension, lakini kudistract maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 ni kumwachia Tundu Lissu na aachiliwe at a strategic time. Na ndio maana naambiwa kwamba kesi yake imekuwa scheduled kwamba hearing itatokea just before. Nimeambiwa kwamba hearing itatokea just before tarehe 7 na kwamba watatoa ruling tarehe 6 Julai. Kwa hiyo hicho nacho ni kipima joto ambacho wanaendelea nacho as of now, kuangalia how they should react kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7. Now the point that we need to have ni kujiuliza, wakiact namna hiyo, sisi kama Watanzania tunatakiwa tufanye nini, hasa wale ambao ni organizers wa maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7? Should we celebrate then na kusema kwamba Tundu Lissu ameachiwa alafu tukasahau mengine yote ambayo yanaambatana na hayo maandamano? Or should we say eventually tumempata kiongozi ambaye atatuongoza kwenye maandamano ya tarehe 7? Or we need to weigh in vitu vyote hivi na kujiuliza, if they act in certain way, what should be our reaction in alternative, and if they acted in a different way, tufanye nini kuelekea hiyo tarehe 7? Kwa hiyo hayo yote ni mambo ambayo mengine tunapenyezewa, lakini they coming, na ni all those are the possibilities, na ni lazima tujiulize kwamba if those are the possibilities, zikiwa in positive maana yake ni nini, na zikiwa in negative maana yake ni nini, na kwamba sisi tunatakiwa to act kwa namna gani. Kwa hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza sasa hivi, dada Naomi, na yatakuwa so hot kuelekea tarehe 7 Julai. Yako mengine ambayo ningependa kuzungumza hasa kuhusiana na issue ya UDA wa Tanzania. Lot of information is floating in sasa hivi kuhusiana na what's the plan, na kwamba wanataka kutumia vipi ile issue ya UDA. Kama mliona juzi Simai, kuna waandishi waliomba wamuhoji kwamba what is his position kuhusiana na issue ya UDA na issue nzima ya yeye kutaka kuvuliwa ubunge kwa sababu ya taharuki aliyoizua kwa kusema issue ya UDA. Na mmeona position yake akisema he's not backing down, he's not backing off. Kwa yeye ni message sent and delivered, na UDA anajua na watu wengi wanamjua, na eventually the message has been clearly articulated, na wala hana kitu ambacho ana back down nacho. Sasa what does that mean? It means a lot. How genuine is those statements? How genuine are those statements? Na implication au impact yake ni nini? That's another question that we need to ask ourselves. Maana discussion tulisha izungumza mara nyingi hapa kwenye jukwaa, lakini eventually whatever happens, Watanzania msisahau malengo yenu. Na mimi I've kept saying, let's put a finger to a correct point, na correct point yetu sio individuals ndani ya CCM. Point yetu sisi ni the whole regime within the system which needs to fall, ndio nataka ianguke. Kwa hiyo tusisahau hilo jambo kabisa. Drama zitachezwa nyingi, michezo itachezwa mingi ili kututoa kwenye reli, lakini tuhakikishe kwamba hatupotoki wala hatutoki kwenye mstari wetu kama Watanzania. With that said, I think nafikiri hivyo ndio nimesema mbele yenu ndugu zangu hapa, na karibuni kwenye kuchangia, karibuni kwenye wale wenye hoja yale tuliyoyaona leo, wengine ni jana yaliyotokea Tanzania leo. Kwa wale ambao mko on the ground mnaweza mkatuambia, so we know what is going on, na pengine tuweze kuchakata kwa kutoa pia perspective zetu kuhusiana na hayo yanayoendelea katika nchi yetu. Otherwise, aluta continue.
tarehe 7 ni siku ya ukombozi wa taifa letu. We should prepare as such, tujiandae hivyo na tuhakikishe kwamba tunajitokeza hadharani na kimasomaso kuambia illegitimate government they need to go. Kitu ambacho Watanzania hatujui, mimi na kitu ambacho mimi siku zote kimekuwa kikiniumiza, ingeniumiza sana kwa serikali iliyoko madarakani kuingia walivyoingia wakaiba, lakini wasiwaue Watanzania. Yaani wewe unalazimisha kuingia madarakani kwamba unaiba kura, unapora haki ya watu, unapora conscience ya watu, haki ya watu kuamua na kuchagua mambo yao na kuchagua kile wanachokiona ni sahihi. Unawapora hiyo. Alafu akilalamika unawaua, unawapiga risasi, unawaua. Alafu unajiweka hapo unasema umeshinda. Maanake you won against humanity. Umeshinda dhidi ya binadamu, umeshinda dhidi ya wizi, umeshinda kwa wizi au umewashinda watu kwa kutumia wizi. And unataka watu wote dunia nzima wakae kimya dhidi ya uonevu wa namna hiyo. It will never happen. Yaani sio dunia hii tunayoishi sasa hivi. It will never happen. Na tena washukuru Mungu kwamba Tanzania tuna background tulionayo sasa hivi. Kwa nchi nyingine sasa hivi ungekuta watu wanajivalisha mabomu ya kujilipua. Ingekuwa Tanzania ni nchi nyingine zenye watu radical kabisa, ungekuta sasa hivi watu wanajivalisha mabomu ya kujilipua. Lakini kwa sababu Tanzania ni watu wastaarabu, ni watu ambao wamesukuma sasa hivi wamefika tu mwisho, wamesema imetosha, ndio maana tunaona very reasonable reaction. Lakini tofauti na hapo, ingekuwa other places, sehemu nyingine kama India, kuna watu ambao walijichoma moto, waliingia barabarani wakajibadilisha, wakajimwagilia petroli, wakajichoma moto kama mfumo wa protest, na baada ya kufanya hivyo the whole government failed. Serikali nzima ikaanguka. Sehemu nyingine unasikia kwamba watu wamejivalisha mabomu, wameenda katikati ya vikundi vya vikundi vya polisi au vya nini, wamejivalisha mabomu, wamejilipua. Kwa hiyo we cannot take these things lightly kama ambavyo watu wanachukulia lightly. Watanzania kwa reaction ambayo wameonyesha sasa hivi ni kwamba tumefika mwisho. We are tired and we've come to an end of it all. We've come to an end of it all. All people needs to know that, people needs to understand that, na lazima kuwe na reaction ambayo it is in favor of the cause of the citizens. Na jambo la mwisho kabisa, wakati tutamalizia dada Naomi, niachie na watu wengine nafasi wazungumze. Nimeona mimi watu wa CCM, hata eti Kitila Mkumbo juzi anazungumza bungeni, anasema agenda ya katiba mpya ni agenda ya manifesto, ni agenda iko kwenye manifesto ya Chama cha Mapinduzi. He is a bastard, he is a liar by the way, ni muongo. He is a liar. Katiba mpya haijawahi kuwa agenda ya Chama cha Mapinduzi hata siku moja. Hata ile kuanzishwa na Kikwete kipindi kile, ambaye alianzisha kwa nia mbaya, hakuanzisha kwa nia nzuri. Kikwete ni mwizi, hakuanzisha agenda ya, mimi ni miongoni mwa watu ambao kipindi kile nilikataa kabisa agenda agenda ya katiba mpya isianzishwe ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nilikataa kabisa kwa sababu niliona where it was heading. Na nakumbuka pia kipindi kile, kwa bahati moja mbaya sikuwa Tanzania kama ambavyo sipo. Nilipinga kabisa, nikasema jamani, good people, msianzishe agenda ya katiba mpya kwa mfumo huu tulionao, kwa sababu it will not succeed na hamtapata mnachokitaka. Watu wakaniambia hapana, imekuja impromptu, ni agenda ambayo hakuna mtu aliyotarajia, lakini tuende nayo, tupiganie na nini. Walichosahau ni kwamba agenda ya katiba mpya kipindi kile ilikuwa ndio agenda ambayo ingeangusha CCM. CCM wakaiona, wakai-hijack. Na baada ya kui-hijack, yani kama maji ya mafuriko, unaitengenezea njia. Kwa wakaitengenezea njia, wakaipoteza. Before we know, tukajikuta kwamba tumeenda completely towards a wrong direction, na ile agenda imekufa mpaka leo hii. Na wameendelea kutawala, wameendelea kutuibia, wameendelea kufanya kila kitu. At the same time, wameiweka sasa hivi wanaitafutia timing. Kwa moja kitu anachotaka kuiambia dunia yote ya kimataifa ni kwamba sasa hivi madai ya Tanzania tunayafanyia kazi kupitia agenda mpya. Kupitia kesi Arusha ya mgombea huru, Tanzania ilikataa kufanya mabadiliko, ikasema kwamba okay,
ameshinda, mgombea huru ni kitu ambacho ni muhimu na kimepitishwa, lakini kwa sababu tunaendelea na mjadala wa katiba mpya, hicho kitu tutakiweka kwenye katiba. Mpaka kesho hatuna mgombea huru katika nchi yetu. Kwa hiyo they played us too many times. Kwa Tanzania kukubaliana tena na mambo haya ya kipuuzi ya kuambiwa kwamba CCM watafanya. Mtu yote anayefikiria kwamba they will do it ni mtu ambaye na yeye akili hana. Na tusikubali kuwa kwamba sisi ndio hatuna akili. Tukatae huo uhuni, tukatae hizo tabia, tuseme kwamba it's not gonna work this time. Na wala mimi ni miongoni mwa watu ambao nasema kabisa sitakubali mikono yenye damu za ndugu zetu ndio ituandikie katiba mpya. Mimi I'm one of those people ambayo ni bora tuendelee kupigana na kufa kuliko kuendelea kudanganyika na kuhadaika ndani ya Chama cha Mapinduzi yetu kwamba wanania njema ya kutuandalia katiba mpya. Mimi I'm one of those people ambayo sikubaliani na wala singependa kuona mikono ya watu yenye damu, mikono haramu ya watu wenye damu ikituandikia katiba mpya. They should go. They should go. When they are out, then tutatafuta watu ambao tunajua wana maadili mema, wana nia njema ambao watatuandikia katiba mpya. Lakini wao waende nyumbani na baadaye waende mahakamani kwenda kujibu juu ya umwagaji wa damu na upotevu wa maisha ya watu uliotokea katika nchi yetu. That is my position. Lakini kwamba eti tutakubali watuanzishie mchakato wa katiba mpya, Watanzania tusikubali kuingia tena kwenye huo mtego. Hayo maridhiano ndio ambayo nani alituambia pole alituambia kwamba msikubali kuingia kwenye mtego wa kitu kinachoitwa maridhiano of any sort baada ya uchaguzi. Na kama muelewi wa Tanzania ni kwamba katiba mpya ni maridhiano, ni mkataba wa maridhiano ya kitaifa. Sasa we cannot allow maridhiano na wahuni. That's for sure. Wahuni, they need to go and they need to go to jail. They need to go and rot in jail. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tukubaliane. Mimi naomba niishie hapo ndugu zangu, niwaambie kwamba tuko pamoja na niombe tu kwamba Watanzania tuendelee kushikamana, hakuna kurudi nyuma. Moja, taifa letu ni moja, tutapigana kama Watanganyika kulikomboa taifa letu na maisha yetu yatakuwa back to normal. Na Mungu atatusaidia, tutavuka hapo. Kwa sababu hii ni vita kati ya giza na nuru, na ni vita ambayo inalenga kuhakikisha kwamba hatuvuki kwenda kwenye mwanga wa matumaini. Lakini Watanzania tusikubali, we have all what it takes kwenda kwenye mwanga wa matumaini na kufikia malengo ambayo tunayataka kama sana. Nikushukuru sana. Lakini kabla sijakuuliza maswali kadhaa, naomba wasaidie Watanganyika. Labda Mtanzania wa kawaida atajiuliza, nimemsikiza wakili Jeffat hapa mwisho, sijamuelewa. Anaongelea tukatae katiba mpya. Na wakati huo Chadema wako mitaani wanachanja mbuga wakisema tunataka katiba mpya. Labda ungemsaidia mwananchi ili aweze kuelewa, kwa sababu umetuchanganya kidogo hapo. Wakili Jeffat. Asante dada Naomi. Kwanza nipende kuwaambia Watanzania, swala la demand ya katiba mpya ni demand yetu wote kama Watanzania, especially Watanganyika, kwa sababu Zanzibar wana katiba yao. Ni demand yetu kama Watanganyika. Lakini hiyo demand haiwezi kutekelezwa na wahuni. I don't know what example I can use Watanzania waelewe. Ni kama sijui nikwambie nini. Ni kama uwezi kumpa mwanamke mchawi akuangalizie mtoto wako. Uwezi kumpa mwanamke mchawi akutunzie wanao. Kazi yake itakuwa ni kuwaloga tu. It is like this. Yaani katiba mpya ndio itakayo wang'oa CCM madarakani. Alafu unamtegemea huyo CCM ndio akuandikie hiyo katiba mpya. How possible is that? Mama Tibaijuka mwenyewe aliwaambia Watanzania, akawaambia kama mnategemea kudai katiba mpya katika mazingira ya amani, you should forget about that. Alituambia, yes, mwana CCM na yuko ndani ya chama hicho cha Mapinduzi. Aliwaambia Watanzania kwamba kama mnatarajia eti kwamba mtapata katiba mpya
kwa mazungumzo tu hivi. Hiyo sahauni. She said that as a woman, mwanamke ambaye ameshakuwa waziri katika serikali ya Chama cha Mapinduzi, mwanamke ambaye ni mwana CCM kindakitaki mpaka leo, aliyokuwepo kuanzia enzi za Nyerere mpaka leo, na mwanamke ambaye anakuambia mimi nilikuwepo wakati katiba ya Kenya inaandaliwa. I was there and I saw, na mazingira ya kuandikwa kwake nimejua. Kwa nawaambia Tanzania, kama mnatarajia eti kwa mdomo tu kwamba mtapewa katiba mpya na katiba mpya ambayo mwisho wa siku italeta usawa katika nchi yetu, we should call ourselves bastards. We are stupid bastards. It will never happen. Na ndio maana priority si katiba mpya kwa sasa hivi. Priority ni kwamba watu ambao wameingia madarakani illegitimately waondoke, and then when they are out, wa Tanzania tutaandika katiba yetu, na mtu mwingine yoyote atakayekuja, iwe ni Chadema, iwe ni CCM, iwe ni whoever ambaye atakuja, atakuta mwongozo wa namna ambavyo tunataka tuongozwe kama taifa. Kwa hiyo kwamba eti we will be able to write a new constitution ndani ya huu mfumo uliopo, na hiyo constitution is serve justice, itutendee haki, we are wasting our time. We should not even think about it in a matter of fact. Hatakiwi hata kufikiria juu ya hilo. Kwa hiyo Chadema ndio maana nasema wakati mwingine strategy huwa hawajuagi what is the strategy and what they should advocate for. The first thing they should advocate for, Tundu Lissu atoke. Sasa mimi naamini Tundu Lissu is a strategist. Tundu Lissu ni strategist mkubwa, I know him. Na ndio maana yeye ndo alikita mguu chini kuhusiana na no reform no election. Lakini wao they were more divided na wanataka kwenda kwenye election. Kwa hiyo na walikuwa tayari kupewa majimbo machache, so they let it go. Kwa hiyo that's what they need to advocate for, cha kwanza. Lakini jambo la pili, they should then advocate for change of a government. Hii serikali iliyopo ambayo ni illegitimate, ambayo dunia nzima imewatangaza kwamba ni illegitimate na hawataki kuipa ushirikiano, ndio wanatakiwa deal nao, kuambia kwamba sisi pamoja na mataifa mengine yoyote na wale na well wishers wa Tanzania tunasema you guys are illegitimate government and you should go home, you know. And then baada ya hapo ndio watoe proposal around what we should do to come up na new constitution na mambo mengine. Lakini sasa hivi priority wao haiwezi kuwa katiba mpya. Ukisikia wanasema namna hiyo, ni watu wanataka kufanya maridhiano kwa mlango wa nyuma, and we should not accept that kama Watanzania. We should not accept that kama Watanzania. Huo ndio ukweli na uhalisia. Sisi katiba mpya haiwezi kuandikwa. Katiba ni sana msaafu. Katiba ni kitabu kitakatifu, ni kitabu chenye kubeba mioyo, dhamira, hisia na matumaini ya watu. Hata haiwezi kuandikwa na wezi, wala haiwezi kuandikwa na wauaji. It cannot be written by that. Itakuwa ni katiba iliyo najisika ab initio, kuanzia mwanzoni. Tusikubali Watanzania wao waondoke, watuachie tuandike katiba mpya when they are out. Kwa sababu tunajua mlango walioingilia ni mlango muovu, na waovu hawezi kujisafisha kwa kutuandikia kitabu kizuri. Kwanza hawana nia hiyo. Samia alishawahi hadharani akasema katiba ni kijitabu tu. Ni kijitabu tu. Na ndio maana alikanyaga katiba kwenye uchaguzi. Na ndio maana hawataki kufanya chochote kile kitakacholifanya taifa letu tuishi maisha bora. We can never agree. A political settlement cannot be manipulated, cannot be a manipulated process. Ni lazima iwe genuine, ni lazima wenye nguvu washinde. Na wenye nguvu kwa sasa hivi Tanzania ni wananchi, sio wezi tena. We can never agree on that. Nakushukuru sana dada Naomi. Na mimi subiri baba tu. Wanasuka. Na mimi nikushukuru pia wakili Jefat. Nafikiri hili linaliacha hapo kama lilivyo. Lina maswali mengi sana. Kwa sababu wote tunaangaa hii dunia hii sehemu nyingi kutokea machafuko. Upinzani ulikuwa unalazimisha serikali ya mpito alafu wakatengeneze katiba nzuri. Lakini tunaona Chadema wameamka na katiba mpya kwenye utawala ambao haukuchaguliwa
umejiweka madarakani, wakatupeleka huko. Kwa hiyo watu wengi tuko confused kwenye hili kwamba Chadema wako sahihi au movement yao inatupeleka sehemu ambako sisi hatukufikiria. Inatuchanganya kwa kweli kwamba kwa kiwango gani Chadema wanaturudisha nyuma kwenye hiyo nguvu ya kudai serikali ya mpito ndio tunaenda kupata katiba ya haraka. Lakini kama unaweza kusikia neno hapo itakuwa pia ni jambo jema, kwa sababu ni mjadala sasa hivi unatusumbua wengi. Tuliona Chadema walitakiwa wadai serikali ya mpito kwa watu ambao wanachukua tu mamlaka ya nchi bila kuchaguliwa, lakini tunaona wenzetu wamewaacha watu wakaenda madarakani na wanaanza kuwaibia wimbo wa katiba mpya, na kama unavyosema hawawezi kutupa. Unafikiri Chadema walifanya makusudi au ndio kukosa uelewa? Kuna kitu chochote unaona Chadema waliona hiyo serikali ya mpito kuidai wakati huu ndio ilikuwa muhimu sana, lakini wakaona kuna hiyo akili waliona ni muhimu zaidi kudai katiba mpya baada ya serikali ya mpito? Dada Naomi, mimi kitu ambacho ninaweza kukisema wazi na ambacho nimekiona Chadema, kuna watu wanaojidai ni wajuaji lakini they know nothing, cha kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba Chadema for so long nimekuwa nikilia nikisema hawana strategy. They really don't know what is the strategy that we should apply katika kipindi kama hiki. Na ndio maana mimi nasema ni vizuri wao sasa hivi focus yao kubwa, na kitu ambacho kinanikera kuliko vitu vingine vyote ni kwamba they are not putting so much effort kwenye kusema Tundu Lissu aachiwe, na kwamba tarehe 7 tutaingia barabarani. Isipokuwa leo jana nimemsikia yule kijana alikuwa anazungumza kutoka huko Ruvuma na Mbeya, anasema kabisa maandamano yanayoendelea tarehe 7 wao kama vijana wa Chadema wanaunga mkono na wataingia barabarani na ajenda yao itakuwa ni kumdai Tundu Lissu, which is good. Lakini they needed to do that more strongly, rigorously na kwa nguvu zaidi, na by now watakuwa wameshatangaza maandamano kwamba kufikia tarehe 6 kesi ya Tundu Lissu imekwisha. Kama haijaisha tarehe 7 wataungana na Watanzania wote wale wanaomdai Tundu Lissu kuingia barabarani. They needed to say that openly. Kwa sababu maandamano Tanzania si kitu haramu. Si haramu. Tena wao ndio wangetangaza kabisa sisi tunaandamana kutoka sehemu fulani na mwelekeo wetu sisi ni kudai, ajenda yetu sisi labda pengine ni 1 au ni 2 na tunamdai Tundu Lissu must be out. Lakini we don't see that. Na ndio kitu ambacho nimekisema mara nyingi sana kwamba wakati ambapo tulikuwa tunatarajia Chadema wangeunga hoja za wananchi nguvu na kwa ushindi mkubwa, wao wamerudi nyuma siku zote. Hofu yao ni nini? Hofu yao ni kufutwa. Kwani hata wakifutwa wana shida gani? ANC waliwahi kufutwa pia kama chama cha siasa South Africa, and they back on the stage and they stronger kuliko walivyoanza, stronger kuliko walivyokuwa kipindi kile. Watu wote wanaojidanganya kudhani kwamba eti wao kuendelea kubaki salama kama chama cha siasa it is important kuliko kuvuka hapa tulipo sasa hivi, ni watu wanaojidanganya. Ni tutakapokuja kukaa kuhesabu contributions za watu watapoea, they will definitely watapoea. Sasa with that said, mimi nataka kusema kwa kweli kama Chadema hawana strategies consult watu walioko ndani ya chama, they should identify and reach out to a group of people ambao wanaweza wakawapa ushauri on what best approaches they should take. Watumie approaches zipi sasa hivi katika kufanya movement isonge mbele. Kitu ambacho wanasahau kwamba Chadema ilikuwa very strong kipindi kile cha Dr. Slaa kwa sababu kulikuwa na watu pembeni ambao walikuwa wanaisaidia sana Chadema kufanya utafiti, kujenga hoja, kuwaelekeza wachukue hatua zipi na kadhalika. Ndio kipindi kile Chadema ikawa very strong, watu kama kina Dr. Slaa wakawa very vibrant. Ndio hao ndio watu walioijenga Chadema. Baadaye kilipokuwa vibrant, watu wakaanza kupewa milungula na pesa na nini, Chadema ikaanza kwenda kapuni. Sasa hivi imekuja chini ya Tundu Lissu, kila mtu amefurahi anasema this is the way to go. Alafu sasa hivi ndio ambapo wanarudi tena nyuma.
na wanaanza kupoteza mwelekeo. They cannot allow themselves sasa hivi kupoteza mwelekeo, kwa sababu they did, watakuwa wamedisappoint the whole movement kwa Tanzania. Kwa mimi nasema Chadema kudai katiba mpya sasa hivi ni muhimu, lakini si kipaumbele. Kipaumbele chao cha kwanza Tundu Lissu atoke. Kipaumbele chao cha pili, tunataka serikali ya mpito, tunataka serikali ya wezi na watu waliojibandika madarakani watoke. Hiyo agenda hata kama ni miaka 5, they should stand with it. Wameshasema hawaitambui serikali. Yes, that's not enough. Hawitambui, then what do you want? Kama uitambui, they need to be more clear and articulative kuhusiana na hilo. Kusema tu uitambui ni kama kumpigia mbuzi gitaa. Au ni kama mvua inaonyesha nje, mwenye nyumba amelala. You should come up with a strategy kuvunja hiyo nyumba kuingia. Kama hauna hiyo strategy, mwenye nyumba ataendelea kulala, itakuwa ni mvua inaonyesha nje, mwenye nyumba amelala. Kwa hiyo kusema tu hatuitambui, that's a first step. Then what next is critical. Na hiyo ndio ambayo tunategemea kuiona ndani ya Chadema. And then baada ya kusema hatukutambui, you should go, then the next step is the next step ndio kusema sasa now they are gone. What next? Ni katiba mpya. Who should write it? Hiyo ni national consensus, wala sio swala la Chadema. Kwa sababu it's not like we trust Chadema by 100%. Kama waliweza kutuuza wakati ambapo tunadhani kwamba wangetusaidia mpaka tulipokuja kupiga kelele, why should we trust them now? Why should we trust them now? Mimi na maswali mengi sana. When it comes to Chadema, mimi ni chama changu pendwa, ni chama watu wanakiunga mkono na wasupport, lakini when it comes to critical analysis, kuna maswali mengi ambayo wanakutana nayo kuliko majibu. Hata namna ambavyo wanaakti, kitu ambacho hawajui ni kwamba tunawafuatilia sana, hata jinsi ambavyo hoja zinakwenda mezani. Tunawaambia hiyo hoja ni nzito, Chadema champion this. Alafu ile kuchukua tu hatua, it takes ages. We follow all these things. Wasifikiri kwamba we don't follow, we follow. Na wakati mwingine they will never know hata ni nani ana follow up hivi vitu. Tuna follow ndani na nje, mpaka huko ndani kabisa we follow. Kwa hiyo mimi nasema tu agenda ya katiba mpya ni muhimu, lakini si kipaumbele cha kwanza sasa hivi. Kwa kuwa tuna list priorities, tungesema maybe katiba mpya itakuja kuwa priority namba 5. Priority ya kwanza sasa hivi tunataka ukweli na uwazi. Nini kilitokea Oktoba 29? We've not moved. Hatujahama kutoka hapo. Na tunataka kujua watu waliouawa wako wapi, ni wangapi, na makaburi yao yako wapi. Kwa sababu sasa hivi as we see ndio ukweli halisi unaendelea kutokea Tanzania, kujulikana nani ambaye watu wao walipotea. Kwa tunajua sasa hivi watu walivyochukuliwa hospitali ni kina nani na walipelekwa wapi. Huo ndio ukweli unaanza kujitokeza sasa hivi. So we need to know that. Alafu thirdly, tunataka sasa hivi hawa waliojiweka madarakani kwa njia haramu Oktoba 29 waondoke. They need to go. Kwa sababu you know kwamba they were not voted for, hawa represent maslahi yetu, ni wahuni tu. Kama Polepole walikuwa wanasema tukatae wahuni, huo ndio ni wahuni tu. Kwa hiyo we need to reject them. And then fourthly, wakishaondoka ndio tujiulize sasa what next? What next sasa ndio consensus. Hivi vitu haviwezi kwenda sambamba. Ikienda sambamba tutapoteza mwelekeo. Kwa lazima tu identify priorities zetu clearly na kuweza kuziarticulate na kuzisukuma kwa mwelekeo huo. Lakini sasa hivi wanachofikiria wao ni namna yoyote ile ambayo itatusaidia kudifuse haya madai yetu, including kudai katiba mpya na kutaka ku-own agenda ya katiba mpya. Mimi nasema wazi, katiba mpya haijawahi kuwa tamanio la Chama cha Mapinduzi, na wala haijawahi kuwa takwa la Chama cha Mapinduzi. Hawakuianzisha hiyo katiba, badala yake walipoibaka, hijack, wakapoteza mwelekeo wa Tanzania. Magufuli alipokuja akasema yeye sio agenda yake wala si kipaumbele chake. Samia alipoingia akasema yeye hiyo agenda hanayo. Sasa hivi ameona kwamba ni pamoto, ndio ameichomeka kinyemela ili tena aturudishe kule ambako Kikwete alituacha, alitupeleka. Kwa Tanzania lazima tujifunze kusema hapana, imetosha. Tumejifunza, imetosha. Hatuwezi kuadaika tena. Nakushukuru dada na wewe. Asante sana. Baadaye tutataka tusaidie masuala ya ICC na namba ya watu 3000 iliyowapata idadi ya watu waliokufa. Lakini kunywa maji kidogo, puzika.
Labda Baba Abson, maswali kwako kuhusiana na hiki kilichojadiliwa. Baba Abson, karibu. Pole na shughuli, pole na kazi. Nafurahi sana kuona kwamba mnazungumzia hili swala ambalo mimi kusema kweli nilikuwa bado ninaliona kwa mbali, naona excuses nyingi sana. Hapana, Chadema will come around na kuzungumza yale tunayotaka tusikie, lakini nimeshangaa kuona kwa kweli wanaelekea wapi. Unajua kama unapenda chama, hata kama sio mwanachama, unapoona kwamba wanayozungumza hayaendani na uhalisia uliopo, unaogopa. Kwa sababu mimi kila siku nikimwona Heche na nyanyua vidole viwili, mambo yetu ni mawili tu: katiba mpya and free Tundu Lissu. Hayo yote yanaweza, yani free Tundu Lissu ni kitu cha kawaida, ni wanaweza kumwachia hata hiyo tarehe 6 Julai, and then what? Katiba mpya inatoka wapi? Kwa sababu either wana message pana ambayo ina include mambo yetu, lakini haizungumzwi hata kidogo. Kwa sababu mimi nilikuwa nataka mtu amuulize, ili tuwe na amani kidogo, mtu amuulize Heche, unaposema tunataka katiba mpya, unamdai nani? Why are you talking about tunataka katiba mpya? Mimi nilikuwa najua kwamba Heche akienda on the stage, kitu cha kwanza atakachozungumzia itakuwa ni haki, uwajibikaji na kutuletea mili ya watoto wetu waliopotea, vitu kama hivi ambavyo tunazungumzia kama taifa. Lakini sasa anaongea kama chama cha mwaka juzi. Mambo ya katiba mpya, mambo ya free Tundu Lissu. Si kila mtu hapa anazungumzia free Tundu Lissu, dunia yote inazungumzia free Tundu Lissu. Mkiwaka anazungumzia free Tundu Lissu. Sasa wao kwa nini wanaifanya kama ni main agenda? Ndio ni main agenda, sikatai, lakini chama kama lakini wenzetu ndio wamekazana, shingo imewapinda, wanasema wanadai katiba mpya, na eti eventually it is the CCM that has to provide that. Yaani ndio maana nasema Watanzania, we need better in so many different ways, forms and shape. Tunahitaji, we need better. Na ndio nasema hata watu wa Chadema sidhani kama they know that much. They really don't know that much. Hawana hata strategy. Mimi I dare to say that. Ninaona tu they go, they have platform, they have everything. Wanaendelea na malalamiko. Lakini sio kwamba wana strategy ya kusema now imetosha kulalamika, this is what we want and it should happen. Mimi sioni ikitokea, unfortunately. Chadema anaweza kuwa na akili ya kumfool any Mtanzania sasa hivi. There is no one, I'm telling you. Utasema umekamatwa, umefungwa, umefanya wapi? Information is out there. Mimi sijui, information is out there. Openly, red-handed. Naomi anasema nyingine hata tuwezi kujadili hapa kwenye platform. Lakini it's not like we don't know. We know. And when it is a hard time to answer different questions, watu watajibu hata walioko ndani ya Chadema kwamba wewe ulikuwa mjinga kiasi hicho kwamba ukuona kwamba hiki sio kitu tutakao kupigania. Tutawauliza watu hayo maswali. Tutawauliza hayo maswali. Na nimesha kusema hapa siku moja nikasema kinachowafanya Chadema kwa mfano hata waonye kama chama wasidocument wanachama wao ambao wameuawa, wamepotezwa na wamepata majeraha kwenye harakati za siasa. Ni nini? Why can't they do that? Wana system Tanzania nchi nzima ambayo inaweza kuleta hiyo information. In less than a week wanaweza kutoa taarifa zote hizo kwamba ni fulani aliuawa wakati wa uchaguzi fulani au kwenye kampeni fulani au kwenye tukio fulani. Huyu aliumizwa wakati wa fulani, huyu alikatwa panga. We can get all that information in a minute. Why do they never do that? Kwa sababu kuna chama ambacho kimeclaim maisha ya Watanzania na kumwaga damu nyingi kama chama cha Chadema. Do they care? That's the question we need to ask. Do they care kwamba people have died? Tundu Lissu alikuja akasema no more bloodshed. Lakini pamoja na kusema no more bloodshed, imemwagika. And then what? And then what? Tunasema never again. Never again kwa mdomo. It can't be kwa mdomo. Never again is not a word of mouth. Is action. Action ambazo ziko guided na proper strategies.
Hamnasema nazuia uchaguzi, sawa, hamwendi kupiga kura. And then what next? Watanzania hatujaenda kupiga kura ndio. Lakini imewazuia nini CCM kuingia madarakani na kuendelea kujitangaza ni washindi na wanaendelea kutawala na wanaendelea kutokandamiza na kutupoteza na kutufanyia uhuni wote walikuwa wanaendelea kutufanyia before. How has it changed anything? Kwa hiyo strategy yetu kwa ni kutangaza tu kwa mdomo kwamba hakutakuwa na uchaguzi. It was that enough? Na je, is it true kwamba hawajui kwamba wanatakiwa kufanya a lot more than that? Ndio maana I keep saying kwamba siamini kwanza kwamba hawajui strategy, lakini they deliberately don't want to. Na kama kweli hawana strategy, they need to ask people to help them do better kuliko wanavyofanya sasa hivi. Ni hilo tu ndugu zangu, asante. Hapo kwenye kuuliza watu hapo watamuuliza Abdul tufanyeje sasa ili tusionekane kama kwa kufatana wanavyosema. Ndio maana tunakaa tunasema maybe yai alijapasuka, maybe kaka Jafet labda unasema kwamba umesha tuelezea and you are frustrated kwamba watu we are not getting it. Maybe hawajaiget kwa sababu hawajanyanyuka pale kusema kwamba okay, hiki Chadema wanaongea hivi kwenye mikutano na wana watu wanawasikiliza, lakini hii haijakamilika. Maybe they're falling short. Ndio hapo wanaangaisha watu. Ndio hapo sisi sote tunakuwa confused. Hatujui kama sasa ukiambiwa kwamba haya tunashughulikia hicho kitu unachokiomba hapo. Okay, na Lissu ngoja tuko katika michakato, tutamfungulia, lakini ngoja tutengeneza katiba. Then utakwenda hapo jukwani useme nini? Uanze tena mjadala mwingine, uanze tena ombi jingine. Kwa hiyo ndio hapo labda tusihangaike nyie watu mnaosema kwamba sijui msiseme Chadema sijui nini, Chadema wanajitahidi sana sijui nini, ni kwamba vile mme block your mind, hamnyanyuki pale mkaji-question. Tukiambiwa kwamba katiba itatengenezwa, then what? Sisi yamu inabaki tunawatrust watu wameshaua, au ndio mtaanza mjadala mwingine usema hatutaki na nyie tunataka muondoke. Sasa tunaanza kama tunarudia tunakwenda jukwani with another mjadala mwingine, with another opinion, with another kwamba sasa hivi okay hilo mnasema mtalishughulikia, lakini sasa tunataka na nyie mtoke. Hivi vyote vingekuwa vinakwenda sambamba. At this time mseme kwamba not so much kwamba tunataka mseme, lakini there's so much, that's what it is. Kwamba mmepitisha wakati umekwisha, wa maridhiano umekwisha, and you have done so much kuharibu hata vile tulivyokuwa tunataka mtukae na nyie tuwe na maridhiano. Na waliokuwa tayari, nitamalizia kwa kusema hivi, ni hao huko Mpanda, Tunduma, kwa sababu hawana kitu chochote cha kutishwa na hawa wadhalimu hawa ambacho watakipoteza. Hawa mjini ndio wako pamoja na sisi, lakini hawako tayari kama hawa wengine wa huko nje ya miji huko ambako ndipo kuna umaskini mkubwa kweli kweli, wa kutokuwa hata na maji safi na salama hayapo. Sasa mimi wito wangu hii tarehe 7 tusiangalie zaidi mjini, tuangalie huko Tunduma, huko sijui Njombe, sijui huko wapi, sijui Mbeya, huko mjini huko yatajileta yenyewe. Wakishaona wananchi wa kule tayari wako tayari kuiondoa CCM. Jamani, peace. Sasa dokta, watafika pale Ikulu, tukachukua Ikulu ndio kichanzo cha kuchukua nchi. Wanafikaje hao kutoka Tunduma? Kama tunahamasisha sana mitaa watu, kama tunavyoona nchi zote katikati ya miji yao mikuu ndio balaa limekuanzia, mpaka tunasikia kuna Hosni Mubarak amepinduka. Watu wote sasa dokta, hii tunaenda kuandamana kukaa mashamba. Tusifikirie solution iliyotokea labda
Egypt na Libya ita solve Tanzania. Tusiangalie hivyo, tutoke nje ya box. Unasikia? Kwa sababu hawa mikoani hao ndio catalyst. Hawa mikoani hao unamtisha na nini ule mtu wa kule? Hata kitu chochote, hujampatia kitu chochote cha maana. Sasa hapo Dokta, ndo ungetoa msimamo kuwa hao sasa wasiokuwa na Ikulu ziko kwao. Kwanza basi Dokta, nimalize swali langu. Wewe si ndo mwalimu bwana, utanijibu tu, utanifundisha vizuri. Huwa tuhamasishe wakitoka wanaenda wapi? Yaani ndo swali langu. Sasa wakitoka wale wanakwenda kuchukua vituo vya polisi vyote vinachukuliwa vile. Wana uwezo wa kuchukua vituo vya polisi, ni vituo vyao, kwenda kwenye magara ya silaha, wanachukua magara ya silaha, ni magara yao yale, au kama yanachomwa moto, watu wana advance. Sasa waje mikoani, kama wana uwezo waje kupambana na wananchi. Hapo nimekupata. Umenielewa? Nimekupata, lakini nilivyokupata sio kama nimekukubalia, kwa sababu sisi tunaicho. Haya basi. Tunahitaji organization. Watu wapo tayari, wapo tayari. Na unawatisha wale watu na nini? Kitu gani unawatisha nacho wale watu? Maji hawana, kazi hawana, nguo hawana, viatu hawana. Maji hawana, kazi hawana, nguo hawana, viatu hawana. Huo ndo mtaji wa kuondoa CCM madarakani. Kazi hawana. Dokta, wanateuliwa wabunge, wanateuliwa viongozi wao hao. Yaani kule hata wafanyaje, mtu kashashikilia Ikulu yake huko, hana tatabu tu. Yaani anatamia kwambia mchongo mzima ni pale kati. Dokta, tusipoteze muda. Mpango mzima pale kati, kwenda kuchukua funguo, kwenda kumfungulia hizo. Hii Dokta ndio kitu imekaa hii. Nisikilize. Anaenda kushikilia bomba kaka, na maisha yale wamefanywa makusudi wawe maskini. Maandamano ya wale jamaa yatoi kwa siku moja au siku mbili Dokta. Kwa hiyo lazima tufanye sehemu kuu. Yaani hiyo ni lazima, na ndio maana tuna focus na hizi sehemu kuu. Lazima tufocus na hizo kwa sababu tusipoteze muda, hatuna muda wa kushikilia bomba. Hizo nchi za wenzetu kulikuwa kati ya maji. Sisi ya jamaa wamechukua kila kitu kwa wananchi. Yaani mwananchi siku moja tu akipoteza, yaani anaweza asile siku 3 Dokta. Dokta, umekaa sana Unyamwezini muda mrefu. Nisikilize. Chakula hana huyu mtu. Chakula hana. Nafikiri sijui unamtisha nini? Mapinduzi yote hayaanzi mjini. Naenda kuemea. Nisikilize je. Mapinduzi hayaanzi mjini kwenda nje ya mji. Yanatokea huku maporini, yanasogea kwenda mjini. Ndio unavyomobilize na kuorganize. Wana mapinduzi hayatokei pale mjini watakudhibiti. Tusizungumze zaidi hapa nje kwenye kumwagi mchele kwenye kuku wengi. Dokta, miaka 90 nadhani inaelekea, au ilikuwa 90
kulikuwa na ugomvi mmoja pale Arusha kule kwa Wameru kule, mpaka Mwinyi ikabidi aingilie kati. Yani walisababishana vya kutosha, yani mpaka imebidi mpaka siku akaona hawa sasa watamalizana, ndio akaamua. Yani wakata habari hawana. Yani mimi sikufichi, Watanzania tuna ubinafsi fulani, yule mtu analinda ile Ikulu pale. Na ndio maana siku ile watu waambiwa nendeni mkazuie uchaguzi, nani wasitangaze matokeo, walitulia, hata wakawa hana tashughuli nao. Machizi tulivyoamka ambao tulikuwa tunasawishi haya maandamano tangu mausiku, tukasanga tupumzike masaa mawili tupate nguvu turudi hapa, tunakuta tunaambiwa watu wanaenda kuzuia wasitangaze matokeo. Nikaa na mwanangu mmoja anaitwa Sam, huyo bwana yeye anatokea wakati wa maandamano. Tukasema hivi, mnaenda kufanya nini kwa hawa wakitaka wanaenda kujitangazia? Kama tulikuwa najua watapishiwa maporini. Kaambia hapa mchezo wote Ikulu, angalia zile gari zilivyotoka zile kwenda kublock na kupiga watu risasi kama hawana akili nzuri. Sasa hapo ndo sehemu ya kupima kuna nini. Ukishasema bana hebu tembeni Ikulu, yani nchi yetu iko Ikulu. Dokta, hiyo amini usiamini, yani tusichukue kabisa mambo ya wenzetu walioendelea hawa. Sisi pale yani Ikulu tu, yani tumemaliza mchezo. Pamoja naambiwa sijui benki kuu, sijui TBC, lakini kitu cha kwanza first Ikulu. Sasa sijui kule Tandaimba kama kuna TBC, kuna benki kuu. Ndio maana sisi tuna focus na mjini ndio. Sababu hivyo ndio viashiria wa watu wamechukua nchi yao. Dokta, sijui waona sheria wanaweza kutusaidia labda kakaa sawa. Yani ya maandamano Dokta, tarehe 7 tunasema kabisa ya maandamano tunaenda kushinda. Kama tunaenda kushinda sasa, tusitake kuwasababishia watu mpaka sisi tujipange huko vijijini mpaka tuje mjini na wao washajipanga, kwa sababu hao watu kwa wamesimama tu Dokta. Ndio maana yangu na kuelewa sana unavyosema, lakini hawa jamaa kwanza nauli zenyewe, wewe Moshi Arusha tunaambia buku 7 sasa. Safari ya nusu saa hiyo. Elewa, alafu mwambie mtu aliyawashe kule afike mpaka Dar es Salaam au Dodoma mjini. Kwa kweli wale jamaa tayari washaamka, washafanya yao. Tunaanza kujipanga tena AFCON. Dokta, elewa neno shikilia bomba. Bana na mimi nilikuwa nataka nimuulize Dokta, kwa sababu hii bana kidogo nilikuwa sielewa, nitaka nipate ufafanuzi, lakini nimeona Dokta anachukulia kuwa wabongo yani wana uwezo, wanajijua yani kuwa wanalala njaa, wanafanyaje, wangekuwa kama kutoka angetoka siku nyingi, tumeanza kulala njaa tangu hata sisi tunakuwa. Lakini mpaka kesho sisemu wanatutawala. Na wajui na wanalipa kodi. Sasa hiyo kitu ni tofauti na hizi nchi ambazo dakika 2 tu hapa hata usipofanya tax return uone moto wake. Bwana, shukrani dada Naomi, tupo hapa, naona mchakato mambo yamezidi kunoga. Watu mnapiga za uso. Pigeni za uso, msimogope mtu yote, kila mmoja na maoni yake. Yaani hizi ni room tu za kuongea. Kuna siku moja utaonekanika yani umeokoa jahazi. Leo watakuona kama vile unaruzi focus, lakini na wao kuna time wamechoka. Wewe umeruzi focus lakini wao wamechoka. Wanataka tu urahisi. Huwezi kumwambia mtu kaua maelfu ya maelfu afu kaambia tupe katiba sisi, afu kuna mtu yuko ndani bila kosa lolote, ambayo hicho ni chanzo cha kuamsha wananchi na kuambia twendeni barabarani sasa hivi ilishazi. Tunakaa tunashangilia, umeona ile mtu, umeona lile yani wavufungasha. Tunapata rasilimali za kukomboa hii nchi afu tunaiachia na rudi nyumbani kwenda kulala. Alafu tunakaa hapa tunasema tuko serious, ambao nchi sasa hivi hamna serikali, hamna nini wala cha nini. Wao wenyewe wezi kama wewe usiingie kwenye uchaguzi. Sasa hapo ndo kinachokushangaza kuna nini? Baadaye nikaja kupata jibu, wanasiasa wa bongo wote ni wabinafsi na wana mitego yao. Maana yake wanaona kiziba mianya yote, wao nao wakiwepo watapata shida. Kwa nini na wao wasiingie hapo? Unasema kujishikilia wakaendeleza kututeka kama kawaida, na wao vile vile tukapiga spana hatari. Naomi, shukrani.
Mkajie, kwanza nimefurahi kusikia sauti yako na kuna mjadala hapo umepita ulikuwa haupo, lakini wakili Jeffat kwa kweli alikuwa anajaribu kutusaidia kwenye hii sintofahamu ya kipi kianze, yani kipi kimeanza, yai ama kuku ama yai baina yetu ndani, hasa linapokuja swala la kusema kuna haya maandamano, lakini kuna wengine waachwe kwenye haya maandamano wafanye mambo yao. Lakini wakili akasema hapana, amesema hapana, linapokuja swala la maandamano la kukomboa nchi tunatakiwa wote tuwe wamoja, na ndivyo nguvu inabidi kuwa kubwa na sio kinyume chake. Na kama kuna mtu anafikiria sijui ni swali sijui ni nini kaka, lakini hapo niliwekelea swali, labda nani kabisa, yani ulete kwenye level ya usiseme kwamba sisi tuko kwenye nani Clubhouse we have the understanding. We don't, as you can see clearly, we don't. Manake tunauliza maswali yale, tunakasirika vile, tunawalaumu, ukianza kuleta Chadema tunalaumu vile. Kwa hiyo hapa hatujanyanyuka. Tunaona chama basi tunagandia pale kama receptor. Receptor inakwenda inaona hapa naweza nikangangania inakwenda inangangania regardless of what. Mnayumba receptor iko pale inangangania mpaka kitu kiwe nani incinerated, I don't know. Lakini naomba kwamba uweke labda level ya standard 4. At least everybody here ameingia standard 4 kwenye Clubhouse. Asanteni, ndio hilo tu. Narudisha mic. Dada Goshen umeipiga vizuri sana. Labda tu tena sitaki tena. Mabadiliko usubiri kidogo. Mungu karibu kwa ufupi tu afu na Nelson ataendelea. Asante sana dada Naomi. Mimi na labda nizungumzie kitu kimoja. Dada Naomi, naweza ukafunga mic yako? Yep. Mimi si Mungu, ila nasema Mungu ni mkuu. Hilo twendane hivyo, Mungu ni mkuu. Lakini nataka nizungumze kitu kimoja. Jana hapa tulikuwa na mjadala mzuri sana akiwepo kaka Alpha. Kuna mambo mengi tuliyajadili tunayohitaji kuyafanya katika rumu ya Sauti ya Watanzania tunapoelekea tarehe 7 mwezi wa 7. Mimi ninachokiona tunatoka kwenye mstari wa tarehe 7 mwezi wa 7, na unaweza ukajiuliza kwa nini nasema ndio inakushusha kwa sababu hatuna muda kupotezewa. Kama uelewe kinachoongelewa basi baki na hiyo sintofahamu ambayo kwa sababu kama unavyosema hatuna muda, na tunapojadili haya tupo kwenye kutaka namba, kutaka taarifa zifike kwa watu. Hawa tunao wadai hapa ni wadau waweze watufikishie hizi taarifa za maandamano. Sasa wewe baki na story tuliongea jana, tulienda hivi. Sisi hapa tumeona siku zimeisha na tunahitaji namba. Sasa watu ambao tunazungumza hapa kama utoelewe, baki hapa chini. Baba Nelson karibu. Asante dada Naomi, labda mimi hata sina kitu ya kusema sana. Sasa ameiba tu, yani uchaguzi haukuweko, yani ulikuweko sio wa haki, ni wa dhuluma. Lakini kwa kuwa watu yani kabisa amefuta uchaguzi wote. Yani ile free and fair, now it's not free. Yani ina maana kwamba yani amelazimisha watu wamtangaze, amelazimisha watu wajaze makura, yani wamejiselect wenyewe. Yani hivi vitu vyote tulikuwa vidhibiti jamani. Yani unajua Sasa sijui kama kuna somo ambalo lahitaji tena niende kwa wananchi. Lakini ndugu zangu, mimi bado naendelea kusema Chadema ni kama veso ya kupeleka message kule kwa wananchi wajue haki yao, session yetu imeibiwa na kwamba wao ndio wenye madaraka. Yani wananchi ni serikali.
na serikali na wananchi. Sije wakafanya wao sijui serikali kuna watu wa mtandaoni ndio serikali, na kwamba wanaweza wakaamua kwamba ndio wenyewe wana mamlaka ya kuua nani, wasimue nani, sijui nini. Hivi vitu vyote hatuwezi kukubaliana na watu wana mtandao waje wajiaminishe kwamba ndio wenye nchi na waendelee kuua wa Tanzania. Sasa ndugu zangu, tuendelee. Nadhani saa ingine obviously hata hii mambo ya katiba mpya najua ni very controversial. Saa ingine nadhani wanatumia kuwaamsha wananchi. Na inawezekana ikawa labda sijui itakuja baadaye kujua, inawezekana yani inawezekana wanataka kuamsha wananchi na labda hawajawaamsha vizuri, lakini watu 3,000 hii inatosha. Yani ukinyoka na watu 3,000 Samia aliowaua 500 ilikuwa inatosha ndugu zangu, lakini watu 3,000 hapa nani kaka Jeff alituambia hawakutaka hizi tume za nani za EU zije. Yani vitu ambavyo viko, yani ndugu zangu wa Tanzania, yani mtaogopa, yani mtaogopa. Ndio maana wamekataa. Na Samia yani anaona yani ni heri asipate hata hiyo mikopo ya nje, sio anaenda kutaka mikopo ya nje, lakini anaona hawezi kumwachia Lissu. Yani hata yani yeye kwake ile cost analysis anaona kimwachia Lissu, yani Lissu ni yeye anatoka. Watu bado wameteka ndugu zetu, hata hawataki kuwaachia, lakini wanataka mikopo kule nje. Wanakuja huko wanananinywa nyinyi watu, lakini nyuma ya pazia wanaenda kuomba kichizi na kuwadanganya watu. Sasa sisi wananchi jamani, hii nani section 8, mimi nikwambia hapa inabidi tu double. Saa ingine unajua Chadema, saa ingine wananchi Chadema wananchi, tu double hivyo. Section 8 ni ya wananchi wote wa Tanzania, including hata nani CCM mengine ambayo yanataka kutenda haki sijui watu wana chama huko chini. Baki wana mtandao ni wachache tu, ni wako wana wachache, lakini lazima sisi wananchi ndio tu detect. Na hii ndio nafasi, kwa sababu Samia sio rais, hatuna serikali. Kwa hiyo ndugu zangu, naingia kwenye mkutano hapo, itakuwa siku nzima. Kwa hiyo nimeona tunachomfuata. Asanteni, naondoka. Amen, narudisha mic. Naweza tu nikaa hapa juu, lakini na saa nyingine hata simu naweza nisiwe nayo. Amen. Narudisha mic. Kwa katiba mpya yawezekane? Ndugu zangu, haya ni maswali mawili tofauti ingawa yanahusiana. Ndiyo maana tunaona watu wanabisa. Naomba nikuongezee na swali la tatu, kwa sababu nafikiri ukuwepo mwanzoni. Na swali la tatu la msingi kabisa ambalo tunajadiliana hapa ni kwamba je, tunatakiwa kuweka madai ya katiba mpya kwamba ndio kipaumbele chetu cha kwanza, au kipaumbele chetu cha kwanza ikiwa mambo mengine alafu katiba mpya baadaye? Kwa mfano tuanze kudai uwajibikaji wa kilichotokea Oktoba 29, serikali alafu katiba mpya, au tuanze na katiba mpya? Ndiko ninakoelekea huko, nitafika huko ndugu yangu, ndiko ninakoelekea, au sio? Niendelee? Yes ndugu yangu, mimi nimekuongezea tu swali lingine ambalo tumekuwa nalo hapa, hasa hilo ndio lilikuwa swali. Nimelisikia kaka Jafet, ukiniruhusu nitafika huko. Endelea ndugu yangu. I'm just trying to combine everything all together, so ukiniruhusu I'll get there eventually. Sitachukua muda sana. Asante. Okay. Ndio maana naendelea. Ndio maana basi tunaona watu wanabishana wakati kumbe wanajibu mimi maswali nilionayo maswali mawili tofauti au maswali kadhaa tofauti. Kwa upande mmoja wapo wanaosema CCM haiwezi kuwa mwandishi wa katiba itakayopunguza madaraka ya CCM yenyewe. Kwa maoni yangu hii si hoja ya kipuuzi.
Kwa mtazamo wa sayansi ya siasa, ni hoja inayojengwa juu ya ukweli kwamba mara nyingi tawala zilizo madarakani huwa hazina motisha wa kuondoa mifumo inayozipa nguvu za kisiasa. Okay? Lakini kwa upande mwingine, wapo wanaosema hata kama kuna mashaka, hata kama tuna mashaka na CCM, bado ndiyo serikali iliyopo madarakani na ndiyo inayoshikilia mamlaka ya kisheria ya kuanzisha mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hii nayo ndugu zangu ni hoja yenye mantiki yake. Kwa hiyo pengine tatizo si katiba mpya yenyewe. Tatizo ni nani atasimamia mchakato huo na mazingira gani yatatoa uhalali wa mchakato huo. Kwa maoni yangu, badala ya kuulizana, je, CCM ndiyo itoe katiba mpya? Labda tuanze kuulizana swali muhimu zaidi. Je, ni mazingira gani yatakayofanya mchakato wa katiba mpya uwe wa kuaminika, wa haki na unaokubalika na Watanzania wote? Hapo ndipo mjadala unakuwa ni mjadala wa kujenga. Kwa mfano, mchakato huo unaweza kujadiliwa uwe na mambo kama haya yafuatayo: ushiriki mpana wa wananchi, uwakilishi wa vyama vyote vya siasa, ushiriki wa asasi za kiraia, uwazi katika uandishi wa katiba, na uamuzi wa mwisho kufanywa na wananchi kupitia kura ya maoni. Hapo mjadala hautakuwa tena wa kuamini au kutokuamini CCM. Utakuwa mjadala wa kujenga taasisi ambazo zitafanya katiba iwe mali ya Watanzania wote badala ya kuwa mali ya chama chochote cha siasa. Na hapo ndipo tunaweza pia kuunganisha mjadala huu na maandamano ya Sabasaba. Kwa maoni yangu, maandamano hayapaswi kuonekana kama mwisho wa safari, bali kama sehemu ya mchakato mpana wa kuonyesha kwamba kuna sehemu ya wananchi wanaotaka mageuzi ya kisiasa na ya kikatiba. Hayatatatua kila tatizo peke yake, lakini yanaweza kuwa mojawapo ya njia ambazo wananchi huonyesha msimamo wao kwa amani na kuweka shinikizo la kisiasa ili mjadala wa mageuzi usipotee. Kwa hiyo basi, badala ya kugawanyika kati ya wanaomuamini Chadema, wanaoiamini Chadema na wasioiamini Chadema, au wanaoiamini CCM na wasioiamini CCM, pengine swali muhimu zaidi ni hili: ni mkakati gani utaifanya katiba mpya iwe ni mkakati gani utaifanya katiba mpya isiwe ombi la kisiasa tu, bali iwe hitaji ambalo haliwezi tena kupuuzwa na yeyote anayekuwa madarakani? Kwa maoni yangu, ndugu zangu, hilo ndilo swali litakalotusaidia kusonga mbele kama taifa pamoja. Narudisha mic. Naweza kuongezea kidogo hapo, ndugu zangu moderators. Umesikika ndugu zangu? Umesikika? Maana nilikuwa Stiglitz umesikika vizuri sana. Stiglitz umesikika vizuri sana. Asante kaka, asante sana. Haya, mic kwenu ndugu zangu. Issue mimi niongee tu ukweli kwamba Watanganyika sasa hivi hatuhitaji katiba. Watanganyika sasa hivi tunachokihitaji ni uhuru wa Tanganyika. Yaani tunachokipigania sasa hivi Watanganyika sio katiba. Tunachokipigania Watanganyika sasa hivi ni uhuru wa Tanganyika. Hatupiganii katiba mpya sasa hivi. Wewe upiganie katiba mpya mbele ya hili chama lililopo litakupa katiba mpya. Kwa sababu sasa hivi ukisema unapigania katiba mpya, CCM watadakia hoja kwamba wanataka katiba mpya. Bwana, tunawapa tulieni, tunawapa katiba mpya. Alafu mkitulia wanawapa katiba gani CCM? CCM wana uwezo wa kuwapa katiba gani? Ile rasimu ya Warioba ile waliweka kapuni. Waliona ya kwamba kuna mambo kibao ya kuabana wasiweze kutekeleza uovu wao wanaoendelea kutekeleza juu ya ardhi yetu ya Tanganyika, wakaiweka kapuni ile rasimu ya Warioba. Leo hii hebu yaambie CCM basi kama yana ukweli kutoa katiba mpya, yaipitishe ile rasimu ya katiba walioweka kapuni, waitoe vile ilivyo. Alafu sisi Watanganyika tuongezee nyama ndio iwe katiba yetu, kama watakubali. Hawatakubali, watakwambia tunaanza upya. Maana yake fedha yote iliyopotea ile kutengeneza ile rasimu ya Warioba imekula kwa Watanganyika. Ni kodi ya Watanganyika imeliwa. So guys,
tusiingiziane mavitu kwenye vichwa. Sasa hivi tuna mambo mengi ya kupambania Tanganyika yetu. Tunachotakiwa kukifanya sasa hivi ni kupambana kuikomboa Tanganyika kwa udi na uvumba. Na siku zote ukombozi hauji kilele mama yani. Ukombozi unakuja kwa kupigana haswa, kwa kupambana haswa, hata kwa jasho na damu. Kwa namna yoyote Tanganyika ipatikane. Baada ya Tanganyika kupatikana, serikali ya mpito. Serikali ya mpito, hapo ndipo tunaanza mchakato wa katiba mpya ndani ya serikali ya mpito iliyopo. Na tukipata katiba mpya tunaanza mchakato kupata katiba mpya. Hatutaki kuingia hasara tena Tanganyika. Tunachukua ile rasimu ya katiba ya Warioba tunaijazilizia nyama. Kujazilizia nyama maana yake kuongeza zaidi vipengele kadha wa kadha tutakavyoona sisi wananchi inafaa. Lakini tunachukua ile rasimu ya Warioba ile tunaipitisha baada ya serikali ya mpito, tunainyanyua ile, tunaangalia mapungufu, tunajaza mapengo, ngoma inasonga mbele, katiba mpya hiyo hapo. Tunasonga mbele. Kwa hiyo tukisema ya kwamba hapa eti sijui nani wa kutupatia katiba mpya, tunakuwa tunacheza tu michezo ya rede hapa. Kutupatia katiba mpya hayupo. Bila Tanganyika mpya katiba haipo. Yaani bila Tanganyika katiba hamna. Hilo ndilo naoambia kweli. Yaani bila Tanganyika kurudi, yaani bila Tanganyika kufufuliwa kule iliko kufa, ikainuka, tukasema sisi ni Watanganyika na nchi yetu ni Tanganyika, hatutakuwa na kitu kinachoitwa katiba mpya ndani ya hii. Yaani niseme tu kwa kifupi, hatutakuwa na kitu kinachoitwa katiba mpya ndani ya taifa linaloitwa Tanzania, bali tutakuwa na kitu kinachoitwa katiba mpya ndani ya taifa litakaloitwa Tanganyika. Otherwise tutakuwa tunajiranganya na kupaka upepo rangi. Asante je, mimi nirudishe mic. Shukrani sana. Hapo ndo Japhet Mida anamwambia mimi sitaki kukosea kwa anacheka. Ngoja omi, nishai kumpigiaga hapa. Naweza nikazungumza kidogo hapo. Nikampigiaga Ngwajima siku moja hapa, watu mpaka kesho hakunielewa. Alafu leo Ngwajima akatoka anakuambia Maria Sarungi na watu walikuwa nje chini kutuletea vurugu. Alafu nyinyi mimi sikoseaji. Niking'ang'ania sehemu sikosei na wajua hao watu. Endelee Mungu. Asante sana Jay, nikushukuru sana na Watanganyika tulioko mahali hapa. Lakini kuna swala la msingi ambalo tunahitaji kulifanya na kulifuatilia mahali hapa. Kwanza hata jana nilizungumza ni kuheshimiana. Sisi labda kuna wengine wasiotuelewa ama kututambua. Mambo mengine tunaweza tukawa tunapitia machungu makubwa na magumu na tukawa tuko uhamishoni kwa sababu ya sauti ya Watanzania ambayo hapa kwetu ni nyumbani. Na mimi nikiwa hapa sauti ya Tanzania nafarijika sana kwa sababu hapa ndio nyumbani kwangu na nimefanya harakati hapa na niko uhamishoni kwa sababu ya sauti ya Tanzania. Mimi nisimame hapa nipande hapa mtu kunishusha ni kutokunitendea haki hata siku moja, na hawezi kujua maumivu na machungu ninayoyapitia. Niishie hapo. Niombe tuzungumze kitu kimoja. Jana tulizungumza sana hapa. Siku zilizobaki ni chache kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7. Katika siku yetu ambayo tumeipanga ni ya kutafuta Tanganyika mpya ama kulikomboa taifa letu. Hapa niwakumbushe ndugu zangu kwamba kinachoweza kuiondoa CCM madarakani ni nguvu ya umma. Ni kufocus kwenye nguvu ya umma. Ni kufocus kwamba siku zilizobaki tarehe 7 kuelekea tarehe 7 ni siku ngapi, tupange mambo yetu, tufanye mambo yetu. Huyu kwanza unawezaje ukasema CCM kutafutia katiba mpya na huko hatuitambui kama ni serikali ile ambayo imeingia madarakani pale? Hatuitambui kabisa, hatuitambui. Umeona Kitila Mkumbo, haya mambo ya katiba mpya tu waachie wananchi. Umeona Kitila Mkumbo alivyoongea jana bungeni, sio anaongea upumbavu wake. Mliona wananchi walivyomjibu kuhusu upatikanaji wa katiba mpya. Chama chochote cha siasa kiwezi kutuletea katiba mpya. Katiba mpya ni mali ya Watanganyika, ni mali ya Watanzania, ndio wanaweza kujitengenezea katiba mpya. Tukianza kuzungumzia mambo ya katiba mpya,
Hapa sisi tunaondoka kwenye focus. Focus yetu tunaitaka nchi yetu. Hatutaki CCM, hatutambui CCM kwa sababu imejiingiza madarakani kwa kuua watu. Tufocus hapo. Leo tunakuja tunazungumzia mambo ya Chadema. Ndugu zangu, katika siku zilizobaki, acha Chadema wafanye yao, acha wanafanya tuhamasishe maandamano ya tarehe 7, tuje na mikakati ya tarehe 7 na kama Chadema sehemu nzuri kidogo. Asante. Nadhani hapo kama unanisikia Jay utaniambia. Nakusikia, wewe endelea. Katika siku zilizobaki, tuache anayesema tarehe 7 watu wataenda kwenye maonyesho ya 7/7 na ndio tumuonyeshe kwamba nguvu ya umma itasimamisha maonyesho ya tarehe 7. Hayo ndio mambo ya kufocus. Lakini tunapoanza kufocus hapa, tukaleta mambo ya Chadema, sijui tukaleta Chadema wanasema katiba mpya, sijui hao wanaleta mambo haya mambo tutayaongea baada ya kuipata Tanganyika yetu. Ndugu zetu, lazima tujiulize, katika nchi zote zilizofanya mageuzi, nchi nyingi hazikutumia vyama vya siasa kufanya mageuzi katika nchi zao. Nchi nyingi zilitumia nguvu ya umma kufanya mabadiliko katika nchi zao. Kwa mfano leo Kenya, watu walikuwa wanakumbuka watu waliouawa, lakini maduka yalifungwa, mambo yote yalifungwa, watu wakihofia nguvu ya umma. Walikuwa hawahofii chama cha siasa, walikuwa wanahofia nguvu ya umma, kwamba nguvu ya umma inaenda kukumbuka wale watu waliofanya nini, waliouawa wakidai haki katika nchi yao. Tarehe 7 mwezi wa 7 Kenya wana maandamano tena. Hawategemei chama chochote cha siasa kuwaletea mageuzi. Sisi tunategemeaje chama cha siasa kutuletea mageuzi? Tuhamasishe nguvu ya umma. Nguvu ya umma iwe kubwa, tutafute mageuzi katika taifa letu. Haya mambo ya kutoana kwenye focus kwa vyama vya siasa, nchi sio ya chama cha siasa. Chama cha siasa kinakuja na kuondoka, lakini wananchi ni wale wale. Nchi ni ya Watanganyika wale wale, walio na chama, wasio na chama, wote ni Watanganyika, wanadai nchi yao. Chadema watakuja, CCM watakuja, sisi vyama vingine vitakuja, tutakutana wote tunadai nchi yetu. Lakini tunapokaa mahali hapa tunasema sijui watamtoa Tundu Lissu 2020-30 baada ya Ridhiwani kuapishwa kuwa rais. Hivi nguvu ya umma ikisimama, unategemea hata mwakani CCM inaweza ikawa madarakani? Hayo ndio mambo tunatakiwa tuyafikirie. Tufikirie nguvu ya umma ifanye nini ili hata mwakani CCM tusisikie. Leo tunapambana kwamba Umoja wa Ulaya unatupambania. Senate ya bunge la Marekani wanatupambania. Alafu sisi leo baada ya kusimama kama nguvu ya umma tukaungana na wale watu wanaotupambania, sisi tunaanza kuingia kwa Chadema. Zimebaki siku 12 tunaanza kupigana sisi na Chadema. Sisi tuhamasishe nguvu walioteka, wanaofila, wanaofanya mambo maovu, kwamba tunakwenda kuchukua nchi yetu tarehe 7 mwezi wa 7. Ni maandamano yasiyozimika, ni maandamano yasiyokoma, ni maandamano ya kudai uhuru wa Tanganyika, ni maandamano ya kudai nchi mpya, ni maandamano ya kudai katiba mpya, ni maandamano ya kudai kila kitu tunachotaka katika taifa letu. Kama watasimama katika ardhi ya Tanganyika, nguvu yote tuiweke kuhamasisha nguvu ya umma. Hizi siku 12 zilizobaki tufocus kwa kukandamiza nguvu ya umma. Tuelimishe vijana. Watu wametoa pesa hapa, vipeperushi. Sisi tunapewa vipeperushi, Chadema wametupelekea vipeperushi. Tutafute vipeperushi vya kufocus sasa hivi, tupange mipango ya kufocus, tupange mipango ya kupata vipeperushi vingine, tuhamasishe watu tarehe 7 mwezi wa 7 watoke. Tuachane na Chadema. Acha Chadema wafanye siasa. Acha sisi tufanye harakati. Acha sisi tufanye ukombozi. Chadema ni wanasiasa. Mimi si mwanasiasa. Wewe sio mwanasiasa. Wewe unaitaka Tanganyika mpya. Wanasiasa wana maslahi katika siasa. Sisi tuna maslahi na nchi yetu, tunataka nchi yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tufocus. Hapa tuache mambo ya kuongelea Chadema. Kuanzia sasa hivi tuanze kufocus, tuangalie mbele tunakokwenda. Tunatafuta Tanganyika ipi? Tunatafuta maandamano yapi? Tunataka ukombozi upi? Tunataka Tundu Lissu atokeje? Nguvu ya umma ikiamua, Samia huyu atakimbia, huyo mama mbwa. Uongozi wake wote utakimbia. Wao bunge, tufocus kwamba maandamano yaende bungeni pale, tufunge bunge, tufunge Ikulu ya Dodoma, tufunge Ikulu ya Dar es Salaam.
tufunge mahakama, tufunge vitu ambavyo tunaona hawa watu hawataenda kufanya kitu chochote. Hayo ndio mambo sasa hivi tunatakiwa tufocus, tuangalie kitu gani tunafanya. Achana na mambo ya Chadema, tuanze kupanga mikakati ya kulikomboa taifa, tuanze kupanga mikakati ya kukomboa ikulu zetu, tuanze kupanga mikakati ya kukomboa bunge letu na mahakama zetu na ofisi za umma zote. Tuje tuone hawa mbwa kama watasimama. Achana na mambo ya Chadema ndugu zangu. Hawa watu waliokuja kuchangia vipeperushi, watu wanaokahaga kuchangia sauti ya Tanzania hapa, huwa wanasimama kukomboa nchi na kuweza kuwaunga wanaharakati kufanya mambo. Sasa hapa tunataka kulikomboa taifa, alafu tunaanza kuja kwenye mambo ya vyama, tunaanza kuwapiga wakina Chadema, tunaanza kuwapiga kina Heche. Heche tutawapiga baada ya kukomboa nalo taifa letu. Sasa hivi tufocus kwenye maandamano. Hamwezi mkajua watu tunapitia machungu mangapi. Tufocus kwenye maandamano ya tarehe 7. Sasa hivi tuhubiri maandamano ya tarehe 7. Tuache kuhubiri mambo ambayo mengine hayaeleweki. Sasa hivi siku ni chache, watu mmesimama hapa mmechangisha vipeperushi kuja kuwasema Chadema. Tumechangisha vipeperushi kukomboa taifa letu na watu wapate information. Huu ni muda wa wananchi kupata information. Wanaendaje, wanafanyaje maandamano? Asante sana Jerry. Shukrani. Sasa mimi nikwambie kwanza ndugu yangu, kabla mtu hajafungua maiki, ndugu yangu, mimi sidhani kama kuna watu wanatoka kwenye focus. Watu wanakuja kwenye focus kwa sababu kuna mambo yalivyo. Siku niliuliza maana tunafuatilia sana mambo ya vipeperushi, kupiga marangi. Kuja nikaambiwa kuna vipeperushi, nikasema viko laki ngapi? Viko 1500. Takiwa tupeleke Arusha, tupeleke Moshi, tupeleke wapi? Ndio maana mimi naangalieni ndugu zangu mnavyojijaza upepo wakati sisi tunatafuta njia ya kuongeza hii namba, lakini amfikirii kabisa kuwa uwezo wa kutengeneza vipeperushi laki na kitu ni mgumu. Lakini tunavyojipa hapa, na sisi hata siku moja tutaki kujidogosha. Narudia tena, watu wanaongea hivyo sio wanadhumuni kuwa tunatokoana kwenye reli. Watu wanataka tupate sapoti ya kuweza kuifanya hii Sabasaba ikawaka kweli kweli. Na hapo ndo siwezi kutambua kwa nini watu wanashindwa kuelewa hapo. Na ni nani baada tukakomboa hii nchi ambao hapa anataka kuwa mbunge, anataka kuwa mwenyekiti hapa? Yaani sidhani kama tunaelewana vizuri na tunataka kupeana vitu ambavyo sivyo unavyofikiria, kwa sababu hii mchezo tunaoleteana, nimewambieni, yes, sisi tunaweza tukajikita hapa, tunadai tunataka Sabasaba tunaitangaza, lakini sina uwezo wa kufikia mamilioni wa watu kwenye ile ground. Huu mwaka hatuna siasa. Nini tusichokijua? Watu wameingia kwa kubaka madaraka. Nini tunachokiogopa? Tunashangilia mashazi. Yale mashazi ni ufunguo. Sometimes unaweza kuambia hapo kama vipi jamaa tukamtoe mwenyekiti. Nishasema tukimtoa Lissu tumepata Tanganyika, tukipata Tanganyika tumemtoa Lissu. Hapa tushirikiane hapa. Hapa tushirikiane. Lissu ni mwenyekiti wa nani? Usije kuniambia timu harakati mwenzetu wako kibao Kaswahili mpaka kesho simuoni. Na nimejitahidi kupambania wapi? Lakini Lissu kuna watu anawasimamia kama mwenyekiti. Nguvu umeiona, nguvu ya kumchomoa Lissu? Umeiona? Tuliambia wiki 2 tutakuja kuambiwa kutangaziwa maandamano ya kumtoa Lissu. Tusicheze na wanasiasa, wanatuchezea akili. Mwaka sio wa siasa. Hakuna siasa pale Bongo, hakuna sheria. Kwa hiyo msituchagulie maneno ya kuongea. Hata sisi tunaumia mnavyosema hivyo, tunaumia. Sababu tunajitoa, tunaacha muda wetu. Tunakumbushana hapa. Leo ndo haya Gwajima leo anakuja kusema maandamano yetu ya Sabasaba ni vurugu na anataja majina ya wanaharakati. Sasa leo ni Alhamisi. Kuna Maria Saruni. Nataka baadaye dada Naomi kama utapata muda au mtu yote, tukae tujikite tusikilize kule, afu muone Chadema kitu walichokifanya na mawazo ya watu, alafu mtatuelewa tunasema nini.